unastahili kuheshimiwa, unastahili kutukuzwa, unastahili Yesu, unastahili Mungu wetu, unastahili Mungu wetu, unastahili Mungu wetu. Tunakuabudu Mungu, unastahili Simba wa Yuda, unastahili. Hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe. Tunakuabudu Rabashataria, tunaliinua jina lako, tunalitukuza jina lako. Unastahili Yesu, hakuna Mungu kama wewe, ni wewe peke yako. Pokea heshima, pokea utukufu, pokea shukrani, pokea ibada katika malango ya ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza, peke yako unastahili, peke yako ni Mungu wetu. Unajua Yesu alijitoa mwenyewe, nafsi yake mwenyewe, utu wake mwenyewe, nguvu zake mwenyewe, maana yeye ni neno la Mungu. Ametupa neno la Mungu, alitoa damu yake. Damu ni uhai wake, ametupa damu yake ya sakata, ametupa jina lake, ni uwepo wake mwenyewe, ametupa vyote. Yeye alivyo ametupa sisi. Unaposhinda, unapanda, sali ya poa, ya kadra, ya kadra. Amejitoa mwenyewe, hajabakiza kitu, vyote amejitoa. Amejitoa kwetu, nafsi yake, damu yake,
ubakize vingine? Kwa nini ubakize vichache kwako? Hajabakiza, yeye ametoa vyote. Na wewe jitoe vyote vyote. Vyote vyote mwachieni vyako. Unapoiaza. Hajabakiza kitu. Kwa nini wewe unabakiza? Shutasia baadaye. Sikiti matajanisha. Hey, jamani nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Nisaidie kumpenda au nawe mpende kwako. Unajua nimempenda Yesu baada ya hili somo la nyoka. Jamani nimempenda Yesu. Nimempenda na kumwamini. Nimeongezewa imani. Lile neno linatuambia hatukuwa na habari mpaka mvi zimeota. Sio muda mdogo. Inawezekana hata wakati tunaanza hili kanisa roho ngeni lituvamia. Maana ni muda mrefu, lakini ni nani ametulinda? Ni nani ametuokoa na huyo nyoka? Ni nani amepigana wakati sisi hatuna habari? Yupo ambaye hakulala usiku. Yupo ambaye hakusinzia. Yupo ambaye amepigana. Yaweza. Shunaweza. Zikatanga. Leprota. Hallelujah. Yesu ajalala. Mlekeli amando. Ajalala usingizi watu wa Mungu. Ametutetea. Ametumbusha. Mpaka ametufunulia siri. Ninapoangalia na kurudi nyuma ninampenda. Ninampenda maana sisi tulikuwa tunalala, hatukuwa na habari. Saa hizi unajua kuna vitu Mungu ameanza kuvionyesha vinatisha. Vinatisha, unaanza kushangaa. Hivi kumbe. Lakini ni nani amenifikisha hapa? Mimi ni ushuhuda wa hili somo. Mungu amenivusha. Labda wewe mwenzetu bado. Ndio maana nasema mtukuze. Jitoe kwake. Ujiachie kwake. Kwanza huna hata faida ya kubakiza chochote. Maana vyote ni vyake. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Hebu mpe high five rafiki yako. Yesu ni Mungu. Hallelujah. Glory, glory. Natali basekete. Riabando sagata. Rekesana. Rikibando. Hallelujah. Sifa na heshima tunakurudishia. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya praise team. Hallelujah. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Mnalindwa na Bwana. Mlego sana. Ila shetani anachelewa. Anatuchelewesha lakini naye anachelewa. Huwezi kuharibu kazi ya Mungu ambayo Mungu ameipanga. Huwezi kuwaondoa wale watu ambao Mungu amewathibitisha. Amen. Mungu adhiaki. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Hatuna maneno, hatuna jinsi ya kukutukuza. Lakini pokea mioyo yetu. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea shukrani za mioyo yetu. Pokea utukufu kutoka ndani yetu. Sifa na heshima tunakurudishia. Mungu, tuko mbele zako tena asubuhi ya leo. Nena nasi Bwana. Tufundishe. Tusemezana na sisi. Lile neno uliloweka ndani ya mtumishi wako likafanyike baraka ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yesu. Wewe ulijitoa. Mungu, tusaidie. Tukupende kama ulivyotupenda. Katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana wanafanya matuo mahali hapa wakitutembelea. Katika jina la Yesu. Amen. Unapungua. Na Mungu utashangaa ametupa tena eneo lingine la kuliombea. Lakini sasa tuko tu kwenye nyoka. Lazima kieleweke. Wanawake tupo. Tumepewa kazi. Wanawake, wanaume tupo, tutakanyaga kwa pamoja. Sisi wanaume wote ni uzao wa mwanamke. Kwa sisi na watoto wetu wanaume tunakanyaga nyoka. Haleluya. Watoto wetu wa kiume kuna neno ambalo nitaka tushirikiane kukumbushana siku ya leo.
Ni neno ambalo Bwana Yesu alikuwa ameongea na familia moja kule Bethania, na alisema yale aliyotaka kuyasema, na ndio ambayo mimi ninataka tuyaseme leo. Sasa kama aliongea na familia moja, na sisi leo hapa sisi tumekutanika kama familia, yale aliyowaambia ndio nataka niwaambie, ambayo aliongea Yesu na hiyo familia. Naomba nifungulie hapo Luka 10 mstari wa 38 mpaka 42. Bado hatujatoka kwenye roho ya nyoka, tutaendelea kupigana. Baada ya neno tutatoa sadaka, tutatoa matangazo, tutakuwa na kipindi tena cha saa mzima. Najua saa hizi ni saa 4, kwa hiyo sianze kupangilia kwamba sasa tukimaliza tutatoka hapa saa 6. Niliachiwa na ratiba na prophet, kwa hiyo anawasalimia kwanza. Yuko kwenye huduma, yuko kanisa la Arusha. Ninapokuambia hivi sio kwamba wiki ijayo atakuwa amerudi. Wale ambao wengine huwa asipokuwa baba anaona kama mama yupo leo. Amen. Tunatoka saa 6:30. Mwambie rafiki yako tunatoka saa 6:30. Saa hizi ni saa 4. Amen. Kwa kimbie. Tutamaliza vizuri tu. Luka 10 mstari wa 38 mpaka 42. Biblia inasema, ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani mwake. Tusogee. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake. Mstari wa 40. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya? Huyo ni Martha ambaye ndiye alimkaribisha. Anambia, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. 41. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. 42. Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataliondolewa. Hawa watu wawili walikuwa ni familia moja, Martha na Mariamu. Mariamu dada yake akamkaribisha Yesu. Alivyomkaribisha Yesu nyumbani, unajua mtu yeyote anapofikiwa na mgeni lazima uhangaike, hasa wanawake, kwamba sijui atakula nini, sijui itakuwaje, sijui unatengeneza kama ni sebuleni. Na Yesu, kumbuka, alikuwa hatembei peke yake. Alikuwa anakuwa na wanafunzi 12, lakini na watu wengi alikuwa anaongozana nao. Kwa hiyo walifikiwa na wageni wengi. Naomba niwekee neno, sio wimbo. Walifikiwa na wageni wengi. Kwa Mariamu, Martha akawa anawaza kwamba sasa watakula nini. Akawa anashughulika shughuli nyingi. Mdogo wake naamini alimsaidia kwa sehemu, lakini akakustuka kwamba sasa huyu mgeni sio mgeni wa kawaida. Hivi kweli tuendelee tu kushughulika na vyakula na ugali na nini? Akaenda kakaa miguuni pa nani? Pa Yesu. Sasa yule mwenye kuhangaika na kukimbia na kufanyaje, akaanza kuona tena kazi kwamba yule mdogo wangu mbona amekaa? Sielewi kwa nini, kwamba yani alivyowaza hakuenda kumwambia labda mdogo wake kwamba nisaidie, sijui labda alimnong'oneza kaona amekaa tu. Akasema sasa niende kwa huyo ambaye anamsikiliza. Akasema, huoni vibaya kwamba mimi nashughulika hapa na hapa, huyu amekaa tu mbele yako? Yani amekaa mbele yako, lakini
kitu cha ajabu Yesu akamwambia Martha, unajua mtu akikuita mara mbili ina maana unisikilize vizuri. Maana nikikuita tu Faith, si umenisikia? Nikisema Faith. Naomba urudishe hapo Yesu aliposema nyuma ya hii 41. Akajibu akamwambia Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Mimi Yesu, lengo langu ni kwamba ni uongee na mimi. Sihitaji hivyo vitu ninavyosumbuka navyo. Huyu mdogo wako amechagua nini? Fungu lililo jema. Kwa wanadamu linaweza anaonekana kama labda mvivu. Hata wale waliokuwa miongoni mwa Yesu wengine walikuwa wanamshangaa, kabinti yaka huyu dada, yaani haoni jinsi mwenzie anavyohangaika, haoni jinsi mwenzie anavyoingia anatoka, anafanya hivi anafanya hivi, wageni tuko wengi amekaa. Lakini kwa Yesu haikuwa hivyo. Akasema huyu ndiye amefanyaje? Amechagua fungu lililo. Naomba 42. Akasema kinatakiwa kitu kimoja tu. Sasa kichwa cha somo letu, jambo moja tu linahitajika. Ndio kichwa cha somo letu. Jambo moja tu linahitajika. One thing is needed. Yesu alisema kwamba ni kitu kimoja tu ambacho ninakihitaji kwako. Na mimi leo, na kama Yesu alivyokuja kuzungumza na ile familia, na leo anazungumza na familia ya Kings. Yesu anahitaji jambo moja tu kwa kila anayesikiliza asubuhi ya leo. Yesu anahitaji kitu kimoja tu. Na hicho kitu kimoja ni uhusiano, ni kuketi miguuni pake. Ni kuketi miguuni pake. Ndicho tunachokiona kwa Mariamu. Na ndicho kilichomfurahisha Yesu. Kuketi miguuni pa Yesu. Utumishi upo, kazi zipo, biashara zipo, lakini ndani ya nyumba kuna vitu vingi pia unaweza ukafanya. Lakini kama hujaketi miguuni pa Yesu, kama hujakaa kwenye uwepo wa Yesu, hivyo vitu ni sawa na Mariamu. Yesu havioni. Yeye anahitaji uhusiano wako. Anahitaji uwepo wako kwenye mbele zake. Amen. Ndicho anachohitaji Yesu. Na tukiangalia Mariamu, huyu Mariamu amezungumzwa kwenye maeneo mengi. Naamini ilikuwa vile alikuwa anakaa uweponi pa Mungu, alikuwa na vitu vingi. Kuna mahali ambapo alienda wakati Yesu anakula, alienda kamwagia Yesu mafuta. Watu wote wakaona wivu, kama vile alivyofanya dada yake. Sasa kwa nini unapoteza hiyo perfume ya gharama kwa kumwagia? Naomba Mathayo 26. Mathayo 26. Mstari wa 6. Nataka nimwelezee huyu Mariamu kwanza. Naye Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma. 6 mpaka 13. 7, naomba tuende fast. Mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni nini upotevu huu? 9. Maana marhamu hii, perfume hii ingeliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Huyo ni Mariamu huyo aliyekaa miguuni pa Yesu. Kwa maana siku zote mnao pamoja nanyi, lakini mimi hamnami siku zote. 12. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo kwa kuniweka tayari kwa maziko yangu. 13.
Amini na waambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hili alilolitenda huyu Mariamu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Leo hii mimi nakusimulia habari za huyu. Lile alilosema Yesu kwamba litahubiriwa lile tendo ambalo Mariamu. Huyu ndio Mariamu ambaye ndiye dada yake Lazaro. Yule ambaye alienda kasujudu mbele za Mungu, mbele za Yesu. Hata wakati yule dada yake alienda akasema, umechelewa, ni siku 4, ameshakufa, ameshaoza. Lakini huyu alienda kusujudu mbele za Mungu. Kwa vile ni nini vyote hivyo vilimfanya? Alikuwa ana desturi ya kukaa uweponi pa Mungu. Kwa Mungu anahitaji sisi tukae mbele za uwepo wake, tukae mbele zake. Na kuna faida ya kukaa mbele zake. Amen. Tuko pamoja. Yesu alisema, tazama mimi nabisha. Mtu akinifungulia mlango, nitaingia kwake, nitakaa kwake, nitakula kwake. Sasa sisi tulimfungulia kwake. Tunahitaji tuendelee kukaa naye. Sio anatuona tunarukia kaskazini, mashariki, magharibi, kusini. Sawa sawa na mwenzetu alivyomkaribisha Martha, lakini hakutulia mbele za Mungu na kuona kwamba ni nini huyu baba anao ujumbe wake. Sasa Mariamu aliamua kukaa mbele za Yesu. Hilo ni jambo moja ambalo Mariamu alichagua. Hilo jambo ambalo linahitajika ni jambo la uhusiano wa kina. Nimesema unatakiwa uwe na uhusiano. Yaani Mungu anataka tuwe na uhusiano binafsi. Uhusiano wa kina, uhusiano wa ndani, ule uhusiano wa kweli. Ndio kitu kimoja ambacho Mungu anakihitaji kwa kila muamini aliyeokoka. Na ninapoendelea kusemezana na wewe, hebu jiangalie ile mahusiano yako binafsi na Mungu. Nje ya kanisa, nje ya mambo yote, jinsi unavyohusiana naye Mungu. Yaani ile personal relationship. Maana tunajua kabisa kwamba kumbe ndilo ambalo linamfurahisha. Na kama ukiwa na uhusiano naye, ina maana hivyo vitu vingine atakupa maelekezo, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, kutokea kwenye uwepo wake. Sio kutokea kwenye akili zetu. Vitu vingi tumefanya kwa kuona fulani anafanya na fulani anafanya. Yaani hupati ile ufunuo binafsi. Ndio maana sasa unakuta unarukia huku, mwisho unagongana na watu. Mwisho unaanza kuona wivu. Hebu jenga mahusiano. Tafuta kukaa uweponi mwa Mungu peke yako. Utamfurahisha Mungu. Ndilo hitaji la Bwana Yesu. Haleluya. Ndilo hitaji la Bwana Yesu. Mungu anahitaji mahusiano. Wakati tunamaliza kuabudu, limekuja ile kwamba Yesu alijitoa yeye, yani alijitoa yeye yote, yani alijitoa mzima. Sasa na yeye anataka tujitoe kwake wazima, tujipeleke jinsi tulivyo. Praise Mungu awabariki. Unajua tumezoea kuimba ule wimbo wa zawadi gani nitamtolea Bwana tukiwa tunatoa sadaka. Lakini najua sadaka ni hatua ya pili. Anachotaka Mungu ni ile, yani ni sifa za ndani. Niliona mwanzoni wengi mlikuwa hamja connect. Mlikuwa mnashangaa kwamba sijui tunaanza kutoa matoleo. Hapana, matoleo makubwa mazuri ni wewe. Naona walifunuliwa tu. Maana hata jana mimi nilikuwa nawasikia wanaimba, nikajua kumbe wana practice kwa ajili ya sadaka. Lakini leo nikaona hili neno Mungu anataka tujitoe wazima. Amen. Hakuna zawadi ambayo tunaweza kumpa Mungu zaidi ya uzima wako, zaidi ya nafsi yako. Amen. Zaidi ya moyo wako. Amen. Zaidi ya akili yako. Amen. Zaidi ya muda wako. Amen. Mungu hahitaji mfanyie kazi, anaweza kainua hata mawe. Anahitaji fellowship. Anahitaji mahusiano. Yesu alishuka kutoka mbinguni kwa ajili ya kumtafutia, kutuunganisha, kuturudishia mahusiano na Baba. Amen. Aliondoa vile viambaza Mungu, si tunasoma pale mwanzo kwamba alikuwa anashuka anakaa na kina Adamu. Kwa nini? Sina maana alikuwa anahitaji watu wa kusema. Amen.
Sasa leo sisi hatuna muda wa kusema naye. Tuna muda wa kupeleka tu hoja. Mimi panauma hapa, mimi sina gauni, mimi sina kiatu, mimi sina nyumba. Yaani hata mimi naweza nikachoka. Mtoto kama kila akija ni mama, mimi daftari, mimi gauni, mimi sketi, mimi nini tracksuit shuleni. Yaani hana kusema mama umeshindaje? Mbona leo unaonekana kama umechoka? Ndivyo Mungu anavyotaka. Tuongee tu. Hivi Mariamu pale sisi alikaa tu anamsikiliza. Na sisi tukae tumsikilize Yesu. Amina. Kuna vitu anataka tuelekeze lakini hatupati. Hapati watu wa kuongea. Akija tumeshakaa na vitu vingi kweli kichwani. Sasa mimi tu nikipata mpenyo, na mpenyo wenyewe wala sio wa Mungu. Sio kwamba Mungu atakuambia, ni mpenyo wa kwako tu. Kwamba na wewe wajue kwamba mtaani umejenga nyumba. Na wewe wajue kwamba mtaani una biashara nzuri. Yesu anataka tuwe na fellowship. Tuwe na mazungumzo, tumsikilize. Mariamu alikaa pale mbele ya Yesu, ameketi. Anamsikiliza. Na huyu dada alikuwa na ujasiri. Unajua wakati huo wenzetu walikuwa hawezi kukaa. Kulikuwa na sheria za kukaa, lakini yeye alikaa miguuni pake. Tena liwe. Lakini mimi najua huyu ana kitu. Tunajua Yesu ana kitu cha kutupa. Tuvunje mipaka yote ambayo inatufanya tusimfikie. Yesu namfikia wewe mwenyewe, alipasua lile pazia ili umfikie wewe mwenyewe binafsi. Ana hamu na wewe, ana shauku na wewe, anataka aongee na umsikilize, ujifunze kwake. Mariamu alijifunza kwake. Alitulia mbele za uwepo wa Mungu. Hakuwa na haraka. Maana saa zingine tunakuwa na mawazo, una haraka tu. Wengine hata akifika humu ndani ya nyumba humu, ana haraka tu ya kutaka kutoka. Hata anakoenda, anachokimbilia, anaweza labda ana mipango, anaenda anakimbilia huko, anakuta hata aliokuwa na wakimbilia nao wamechelewa. Anaanza tu yani bora ningesikiliza ibada. Bora ningemalizia. Tulia mbele za uwepo wa Mungu. Mungu anataka utulie. Mungu anataka jambo moja analohitaji ni kuwa na mahusiano na wewe. Mahusiano sio ya juu. Ana siri anataka kupe. Ana siri anataka kufunulie. Ana mambo anataka kukueleza. Saa zingine unaongea, unasema habari ya familia, huna muda wa kumsikiliza anasema nini juu ya familia yako. Wewe ni kuongea tu. Huyu alikaa miguuni. Akasema tu Bwana niko tayari. Sema unalosema. Hatuna muda huo watumishi. Tunakumbushana saa hizi kwamba Mungu anataka tuwe na muda. Hata kama tutakemea nyoka, tutakanyaga, tutafanyaje? Haya. Saa zingine utakwenda tu kibubu, kipofu. Tumepewa ufunuo huu. Huwezi kutulia kwamba sasa nikanyage kichwa kimekaa upande gani. Maana saa zingine unajikuta unasimama tu hapo. Kumbe ndio hapo anasema ngoja nigandishe tu miguu. Kumbe ungekaa utulie ujue. Si mnakumbuka kuna kipindi ya prophet alikuwa anasema Mungu alimuongoza, alimtuma kwenye hii barabara ya kule Majengo. Akasema alivyoanza kutembea, akawa anaona kama vile kuna kitu anakanyaga. Akaambiwa huku ni mkiani. Sijui ni kichwa litangulia. Ni kichwa mkiani. Akasema huu ni mkia. Yana akawa anatembea. Sasa alivyofika mwisho akasema huku ndio kwenye kichwa. Si ni maelekezo haya? Aliyatoa wapi? Kwenye uhusiano. Kukaa mbele za Mungu. Kuketi miguuni pa Yesu. Kwa hiyo ndio hilo jambo Mungu anahitaji. Anataka tukae. Mungu anaangalia, anafurahia anapokaa na wewe. Anaangalia huyu mtoto wangu kuna hiki. Unajua saa zingine ukikaa tu na mtu unaweza ukaanza kujua tatizo lake. Kuna watu hata hapa tu saa zingine nasema naomba tuonane. Tukionana tunavyozungumza ndio unajua kumbe huyu ndio maana kila siku anachelewa kufika ibadani. Kumbe hana nauli. Lakini ukimwona tu hapa amependeza, si huna uhusiano naye. Amen. Huwezi kujua ana njaa nyumbani kwake.
Lakini ukiwa na muda, kuna wengine wanasema uje haji. Sasa huyo nitambembeleza, nitafanyaje? Sina mimi, ni mwanadamu, nitachoka. Lakini mwingine ukisema karibu, njoo, atakuja, utakaa naye, unaweza. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakueleza habari zake na utamsaidia. Ndivyo ilivyo kwa Yesu. Tumpe muda, watu wa Mungu, tukae mbele zake. Sasa kuna mambo ambayo nimeandika hapa. Kukaa miguuni pa Yesu ni nini? Inamaanisha nini? Naposema keti miguu pa Yesu, kaa uweponi mwa Mungu, tumesema ndio jambo pekee ambalo Mungu analihitaji. Inamaanisha utayari wa kukubali na kutii kila jambo ambalo Yesu anakufundisha. Mariam alikaa, ni utayari wa kukubali na kutii kila jambo ambalo Yesu anakufundisha. Maana ukiwa mbele yake anaongea na wewe. Tumeambiwa hapo kwamba Yesu alikuwa anasema na Mariamu. Kwa Mariamu alikuwa anasikiliza. Kwa jambo moja ni kwamba ni kuonyesha utayari. Unasema, Mungu, niko hapa mbele zako. Chochote utakachoniambia niko tayari kufanya. Chochote utakachosema niko tayari kufanya. Maana umepatikana huko mbele yake. Chochote anachosema si lazima kiingie masikioni mwako. Kwa nini Mungu, niko tayari kufanya, niko tayari kutii hicho unachoniambia. Maana uwezi tena ukaenda kukaa halafu huku mambo yako, yani akili zako ziko mbali tu. Ina maana unaunganika na kile anachofanya nini, anachokuelekeza. Jambo la pili, inamaanisha unajiachilia, unajisalimisha kwa Mungu. Kwamba Mungu, kile ninavunja mapenzi yangu, ninatii mapenzi yako. Kukaa tu chini, unajua ni unyenyekevu. Unakaa chini, unanyenyekea, unamwambia Mungu, niko chini ya mamlaka yako, niko chini ya mapenzi yako, nakubaliana na kile unachoniambia kwa hiari, sio kwa lazima. Na nitafanya bila wasiwasi, nitafanya bila kusita. Maana kwanza unamwamini, unampenda. Hilo ndio jambo inamaanisha. Unajishusha. Tunaita ni submission. Yani unasubmit. Kuna kuobey, kutii, lakini kuna hii unajishusha, unajinyenyekesha. Unaona utu wako sio kitu. Na ukisoma kuna nadhani ni Yohana, huyo Mariamu alienda kavunja hicho kibweta. Mathayo amesema alifungua akammiminia. Lakini ukienda kwa Yohana anasema alikivunja. Ina maana alivunja mapenzi yake, alafu akafanyaje? Akamwagia Yesu miguuni. Akaanza kumpanguza kwa miguu yake. Unajua ni kujishusha sana. Mwanamke fahari ni nywele. Sasa ukipeleka kichwa ukaenda, yani alimpenda Yesu jamani. Alimpenda. Hakumwonea aibu. Alikuwa tayari kwamba wakimfukuza Yesu mtetezi yupo. Maana Yesu aliona ile shauku ya upendo wa huyu dada. Ninaongea, unajua tunayosema habari za dada, lakini linamfaa mwanaume pia. Usiseme naona sio la wanawake, wanaume na nyie tunampenda Yesu. Tunavua utu wetu, tunauvua wanaume mbele za Yesu. Unampenda kwa moyo wako wote. Alimpenda, yani alijitoa. Sasa nimtolee nini Mungu? Yeye alibusu miguu yake. Nenda tu mbele zake. Unasema Mungu, sina cha kukupa, lakini leo nitagaragara tu chini kukuonyesha kwamba nakupenda na kukubali. Sina wasiwasi na wewe. Yani unakaa unasema si hapa. Unajua vitu hivi vinafanyika kwa imani. Unasema sasa nakaa chini. Wewe umekaa hapo, nakupenda Yesu. Nataka nikusikie. Ataongea. Yesu ni mwaminifu. Ataongea. Ataiona imani yako. Ataongea kitu. Unajitiisha, unajisalimisha kwa mapenzi yake, kwa ule utashi wake, chini ya ile mamlaka yake. Unasema Mungu, niko tayari, fanya chochote. Amen. Jambo la tatu, kukaa chini ya miguuni pa Yesu.
inamaanisha una imani na Yesu. Mariamu hakwenda kukaa kwa Petro, hakwenda kukaa si kwa kina Yohana, alienda moja kwa moja miguuni pa Yesu. Alimtambua Yesu kwamba ndani ya Yesu kuna kitu atakipata. Ndani ya Yesu kuna future yake. Ndio maana alienda mbele za Yesu. Kwa hiyo alimwamini Yesu. Unatambua kwamba kuna kitu cha tofauti kimebebwa ndani ya Yesu, na hicho kitu nahitaji nijifunze kutoka kwa Yesu. Yesu ni kielelezo chetu. Alikuwa Mungu lakini alikuwa mwanadamu. Kwa hiyo tunaposoma neno unajifunza kwa Yesu, maana umeweka akili yako, mawazo yako, unataka ile sauti yako, maana neno ni pumzi, ile pumzi ingie, unamwamini, unaamini kabisa lile alilosema. Amesema tuamini kama watoto. Chochote kilichoandika unakiamini, maana si ni Yesu mwenyewe. Unapokaa miguuni pake unasema mimi nakuamini Yesu. Jambo la 4, inamaanisha wewe umekuwa mwanafunzi. Kwa hiyo naye anakuwa mwalimu kwako. Sasa nimeketi kwako, nifundishe. Sema lolote, mimi niko tayari. Nirekebishe, mimi niko tayari. Niko hapa miguuni pako. Wewe mwalimu, nifundishe. Yesu ndiye mwalimu mwema. Namba 5 ni kwamba unaonyesha upendo. Kama nilivyosema, unaonyesha upendo kwa Yesu. Maana umeutoa muda wako, umetoa kila kitu chako, umeenda kukaa miguuni pake. Unasema Mungu, sitaki chochote, ninakutaka wewe. Nataka nikae na wewe, nifurahie uzuri wako. Daudi kwenye Zaburi 27 mstari wa 4. Zaburi 27 mstari wa 4. Media mnaongea. Zaburi 27 mstari wa 4. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Hili ndilo lilikuwa ombi la Daudi. Mungu, neno moja nimelitaka kwako, nikae nyumbani mwa Bwana. Na yeye ndiye analolitafuta, wewe ukae uweponi mwako. Kwa hiyo sasa lazima atakutimizia ile haja yake, maana yeye mwenyewe anataka nini? Wewe ukae upatikane mbele za uwepo wake, ufanye ibada mbele za Mungu. Sasa nikae uweponi mwako. Alitamani Daudi, akatafuta uwepo wa Mungu. Na ukisoma mstari wa 8 hapo naomba ushuke. Anasema uliposema nitafute uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Na Mungu amesema nitafuteni, nitaonekana kwenu. Bisheni, mtafunguliwa. Kwa hiyo tunaonyesha upendo. Kukaa miguuni pa Yesu ni kuonyesha upendo wako kwa Mungu. Upendo wako ule wa ndani, ule uhalisia wa ndani, unauonyesha mbele za Mungu. Tumezoea kuonyesha upendo kwa mwanadamu, lakini sasa hebu tugeuze. Hata kama umuoni, mwambie Mungu, mimi nakupenda tu. Mimi nakupenda tu. Natamani nikae uzurini mwako. Natamani nikae uweponi mwako. Haleluya. Tukae uweponi mwa Mungu, tutapata faida nyingi. Kuna mambo mengi sana ambayo yanapatikana tunapokaa uweponi mwa Mungu. Jambo la kwanza nimesema, Mariamu alipata ufunuo alipokaa uweponi mwa Mungu. Alipata ufunuo wa kwenda kumfanyaje Yesu, kumwandalia maziko yake. Akachukua perfume yake nzuri, akaifungua, akaenda akampaka mafuta Yesu. Si ni ufunuo? Angekaa tu anashughulika na habari za huko na huko, asingejua kwamba kuna karibu Yesu anaenda kuuliwa na kuzikwa na si ni kuzikwa yani kwamba anakufa na kufufuka. Lakini aliandaa, Biblia inasema aliandaa maziko ya Yesu. Yale mafuta, wengine wote hawakuwa wamejua kwamba kila anachokifanya huyu ni cha rohoni. Walikuwa wanaona kama vile anapoteza. Kwanza walikuwa wanafikiri ni muuni, maana mtu anaenda kupangusa miguu, anabusu miguu. Si walienda kimwili eti jamani. Hata ingekuwa wewe sasa, mbona huyu kahaba huyu anafanya mambo ya ukahaba? Lakini Yesu hakuona ukahaba, aliona pendo la Mariamu kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tunapata, unapokaa uweponi mwa Mungu unapata ufunuo. Yesu ni mfalme wa amani. Unapokaa mbele za Mungu unapata amani. Amani pitayo akili zako.
Naenda haraka ili tuende na wakati. Unapokaa uweponi kwa Mungu unapata ulinzi. Unajua yani unakuwa nadhani ni Zaburi imesema tukae uweponi pa Mungu tunafunikwa, ni Zaburi 91. Hebu naomba mara moja, 91 mstari wa kwanza. Tukae uweponi pa Mungu. Ulinzi wa Mungu unakuwa thabiti kwetu tunapokaa uweponi pa Mungu. Anasema aketie mahali pake pasiri aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ina maana tunafunikwa na uvuli wake, tunalindwa na nguvu zake. Tunapokaa uweponi pake tunalindwa na Mungu, tunakaa kwenye uvuli wake. Jambo lingine tunalopata, tunapata tabia za Mungu, tabia za utakatifu. Huwezi kukaa uweponi pa Mungu, maana Mungu hana dhambi, hachangamani na dhambi. Utakatifu tunaupata kupitia kukaa uweponi pa Mungu. Kuna mambo ambayo tutajifunza uweponi pa Mungu tutakaaje. Lakini wewe jua kwamba unapokaa uweponi pa Mungu, zile tabia za Mungu zinaanza kujengeka. Neno la Mungu unapoendelea kujifunza linaanza kukutakasa, zile tabia mbaya zinaacha. Uwepo wa Mungu unatutakasa. Haleluya. Mwambie rafiki yako, kaa uweponi mwa Mungu. Uwepo wa Mungu utakutakasa. Utaondoa maruweruwe kichwani, utaondoa tabia mbaya, utaondoa mawazo mabaya. Uwepo wa Mungu ni uwepo, yani ni Mungu mwenyewe. Unapokaa uweponi pa Mungu unapata hekima ya Mungu, maana lile neno linajaa ndani yako na linaleta hekima ndani yako. Tunaandika na tunasikiliza. Unapokaa uweponi pa Mungu unapata mbinu za kushinda, za ushindi. Unaishi maisha ya ushindi. Wewe unaishi maisha ya ushindi, lakini unapata siri wapi? Ni kwenye uwepo wa Mungu. Na unapokaa uweponi pa Mungu unapendwa na Mungu. Hii ya ushindi ni kama wakati ule kina Daudi alivyoenda kupigana akakuta familia yake yote imetekwa, lakini hakuenda kichwa kichwa, alirudi mbele za uwepo wa Mungu. Mungu akampa mbinu, akaenda kapigana, akawateka wote, akawarejeza wote. Kwa hiyo tunapata mbinu za ushindi. Ni Samueli wa kwanza 30, na nakumbuka tumejifunza hata juzi wakati prophet anatufundisha ili somo la nyoka. Hiyo Samueli wa kwanza 30 utasoma yote. Unapokaa uweponi pa Mungu, Mungu anasema ninawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao wataniona. Unapata faida ya kupendwa na Mungu. Unajua Mungu kweli anawapenda wote, lakini bidii yako huwa inasababisha Mungu akupende zaidi. Huwezi kusema utakuwa wewe umtafuti Mungu alafu nasema hey, Mungu anatupenda. Huwezi kupata zile siri sawa sawa na wale wanaoshinda uweponi mwa Mungu. Kuna vitu ukimtafuta Mungu kwa bidii utapata. Amesema ninawapenda wale wanipendao, wale wanitafutao kwa bidii, wanaoacha utu wao kwa bidii kumtafuta Mungu. Mungu anawapenda na anaonekana kwao. Kama unataka Mungu aonekane kwako, Mungu akupende, hebu patikana, kaa uweponi pake. Hana jinsi, maana kila kiinuka, sijui kama anasema afumbi macho. Yeye saa zote anakuona tu hapo. Unajua ni raha yani kila anapogeuka sijui macho yake, yani wewe uko tu. Atasema hata yule mkadhi aliyekuwa na roho mbaya akasema huyu mwanamke kila saa yuko hapa ananisumbua, hebu nimpe tu haja zake. Naye atasema huyu mtoto wangu amekuwa mwaminifu, yani saa zote ni kusimama mbele zangu. Amekaa tu hapa, haya wewe chukua hiki. Hata baba ukikaa umekaa tu hapo, unampenda tu, unamwangalia, anasema ulikuwa una shida na hela? Hujaongea, anasema ulikuwa unahitaji nini? Maana si unaona tu huyu mtoto bwana. Alafu sipoonekana yuko wapi Precious? Maana si umetoka, si amezoea kwamba unashinda uweponi pake. Lazima naye atasema yuko wapi huyu? Mbona simuoni? Utatafuta, utaita baba alikuwa anakutafuta. Ndio hiyo faida sasa. Kama baba zetu wa mwili wanaweza kufanya hivyo, Mungu wetu ni zaidi. Tukae uweponi pa Mungu, tutapendwa zaidi. Jambo lingine ni kwamba unapata maelekezo. Unapokaa uweponi pa Mungu, unapoenda kumtafuta Mungu, unapoenda kusikiliza, kufundishwa na yeye, unapata maelekezo.
unaona njia yako inanyoka, maana amesema atatufundisha, atatuongoza ili tuweze, atatufundisha na kutuongoza, atatushauri jicho lake likitutazama, na tutapata faida. Kwenye Isaya amesema. Kwa hiyo unakaa unapata maelekezo, unapata faida. Haleluya, amen. Kwa hiyo kukaa katika uwepo wa Mungu ndilo jambo ambalo Mungu analihitaji. Ninaomba fungua tena Luka 18 mstari wa 22. Luka 18 mstari wa 22. Jamani, amekuja kukaa uweponi. Mwache. Si amekuja kukaa uweponi jamani. Tunafundisha alafu sasa na sisi tunaumia, mtu anakuja na kutoa kwenye uwepo wa Mungu. Mwe mnawaacha saa zingine watoto wanakaa uweponi pa Mungu. Hajakosea, hajaja kule, amekuja madhabahuni. Haleluya. Biblia inasema Yesu aliposikia hayo alimwambia ukisoma pale kuna yule kijana ambaye alikuwa anasema ninakupenda, kama ni watu maskini nimewapa, sijui nini. Sasa akawa Yesu aliposikia hayo yote aliyomwambia huyo kijana, ukisoma pale juu akasema umepungukiwa na neno moja. Umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha unifuate. Lakini unapoendelea, yule kijana hakumfuata tena Yesu. Hakuwa tayari kwenda kumfuata Yesu. Kwa maana neno moja analolitaka Yesu kwamba uende wewe mzima mzima, usiende na makorokoro yake. Yale vitu vyote unavyotaka utavikuta mbele za uwepo wa Mungu. Ndio maana alimwambia nenda kaviuze vyote, halafu uje wewe kama wewe, na mimi nitakutumia wewe kama wewe, na Mungu atakutumia wewe kama wewe. Hata kama unahitaji lolote, jitoe kwanza, Mungu atafanya cha pili. Jitoe kwanza kwa Yesu. Amen. Sasa tunaketije uweponi pa Mungu? Fellowship, yani tunapataje hiyo fellowship? Ni kupitia neno lake. Unapolisoma neno. Unapolisoma neno. Wangapi ambao hawana Biblia huko ndani? Naomba unyoshe tu mkono. Yeye ambaye hana Biblia. Hebu tuinue ambao mlionyosha ni ambao hamna Biblia. Wangapi tuna Biblia? Naomba tuinue Biblia zetu. Sio za simu, Biblia kabisa. Mimi ya kwangu iko pale. Wengine hatuna. Tusione aibu kutembea na Biblia. Amen. Wangapi ambao hawana Biblia kabisa kabisa? Wangapi ambao hawana Biblia kabisa? Hawana uwezo wa kununua au wana nini? Tunaweza kuwa na sisi ambao tumenyosha mikono, naomba baadaye tutaonana. Wewe ambao unasema huna Biblia, ili tukae tuongee kwa nini huna Biblia na tukusaidie vipi. Amen. Sasa huwezi kukaa uweponi mwa Mungu ni bila neno la Mungu. Soma Biblia. Kuna changamoto kubwa sana, shetani hapendi tulijue neno. Unajua unaweza ukawa unaimba kama nilivyosema hapa, tumecheza, lakini inapokuja kwenye neno unakuta mtu anasinzia. Hata ukiwa nyumbani unaweza ukaomba, lakini ukasema hebu nisome Biblia. Unashangaa unaloanisha mate hapo kwenye Biblia. Kwa hiyo ni vita kusoma neno, kukaa uweponi pa neno, maana neno la Mungu ni Yesu. Kwa hiyo tusitafute ile kwamba labda tutakaa. Ukikaa mbele za neno la Mungu hili,
unapolisoma ina maana si kuna kitu nakipata. Yesu anaongea na wewe kupitia haya maandiko. Haya maandiko yana pumzi ya Mungu. Neno lina pumzi, linaongea na wewe. Kwa hiyo chukua muda wa kuketi na neno. Jilazimishe tu. Wengine tulipokuwa mnasoma, inapofika wakati wa mitihani, unachukua hata ndoo ya maji ya baridi. Unaweka. Unasoma wewe mpaka unamaliza. Hebu tafuta mbinu zozote. Soma neno. Jipangie kwamba nitasoma labda chapter 2, chapter 3. Jipangie, kataa usingizi. Haitakuja bure bure. Yaani sio kitu rahisi. Shetani yeye mwenyewe analijua neno. Kwa sisi anataka tusilijue neno ili aendelee kutushinda. Lakini ushindi wetu uko katika neno, pumzi ya Mungu. Jipangie kabisa kwamba Mungu, mimi nataka nijifunze hili neno. Labda ndani ya miezi 6 nisome Biblia. Kutoka mwanzo mpaka mwisho, mpaka Ufunuo. Hata kama ni ile Agano Jipya. Soma, unasema Mungu naomba unisaidie. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Lakini tumia na akili. Maana kila ukishika tu mstari wa kwanza unasoma. Maana uliza sasa, siku zilizopita zilikuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliumba mwanadamu juu ya nchi. Toka pembe hii ya mbingu na pembe hii ya mbingu. Unaanza sasa, ngoja nisome Zaburi. Umeshatoka kwenye kumbukumbu. Ngoja nisome Zaburi. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya mabachi sijui kama ile mboga nani. Sijui. Yaani kuchukua ile chapter moja ni mahangaiko. Au nie wenzetu ni tambarare. Neno ni kazi kulisoma, afadhali kuomba. Maana kuomba tu hata kama chakula unapika huko, lakini ukutapara. Sasa neno unaposoma linaingia. Kwa ni lazima ujitafutie namna unavyoweza. Amen. Usisomee kitandani, kitakuvuta tu kitanda. Kitakusogeza tu utalala. Utajikuta mimi mwenyewe huwa mara nyingi ngoja nisomee tu hapa. Unasoma, unaanza vizuri. Mwisho hujui saa ngapi lishaachana na Biblia, saa ngapi lishalala. Sasa ukitaka kweli kujifunza, sina maana ukae kesho useme tu shetani amenishinda, shetani amenishinda. Tafuta mbinu na wewe mshinde. Yesu Kristo ndani yako ni mshindi. Yeye ni neno la Mungu. Sasa hatuwezi kuambatana na Yesu bila kulijua neno. Ili tuambatane na Yesu lazima tulisome neno. Tupende tusipende, nguvu yetu iko kwenye neno la Mungu. Ushindi wetu uko kwenye neno la Mungu. Ndio maana shetani hapendi, na Yesu mwenyewe ambaye ni kielelezo alimshinda kwa neno. Akaambia imeandikwa. Imeandikwa. Utamsujudia Mungu peke yake. Sasa sisi hatuna. Usitake kukariri yani kwamba lazima ujue vifungu vyote. Wewe unapoliingiza tu. Kuna wakati utajua tu kwamba kuna sehemu nilisoma. Unajua Biblia unaizoea Unasema kuna sehemu nilisoma ilikuwa upande wa kushoto kwa chini. Utaanza kupekua mpaka utalikuta. Lakini kwa vile unakuwa umeshazoea. Maana wengine kukariri kifungu sijui nini, Mithali 8:17 inasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii watanipata. Unaanza kutamani kwamba na mimi nijue namna wenzangu wanakariri. Yaani wenzangu neno linatoka. Naye ndivyo alivyo, alianza hivyo. Alianza kwa kusoma mpaka kafikia maneno yamekaa. Na sijui kama kuna mtu amekariri Biblia nzima. Ili tu juzi mimi nilikuwa nashangaa, nikakumbuka kwamba kweli prophet aliwahi sema ili la kwamba mmeliwa nguvu hamna habari, la roho ya wageni. Lakini hili la kusema hawana habari, jamani, utadhani sijawahi lisikia
Hii juzi ndio ilikuwa kama nafunguliwa masikio. Nikaanza kusoma, nikachukua kwa Kiingereza nikasoma. Nikasema jamani, hivi wengine wanasomaje Biblia? Mbona prophet anayapata haya? Mimi nasoma jibidishe, soma. Na wewe kuna siku utashangaa linatoka kama hii. Nasema kumbe na mimi nimeanza. Ni kukaa uweponi mwa neno. Amen. Kwa jifunze mwenyewe. Yesu Kristo yeye ni neno la Mungu. Anaitwa neno la Mungu. Katika Mithali inasema, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Tafuta maarifa. Unasoma neno, unasoma vitabu, unasoma nini? Soma. Kuna mama mmoja mimi alinihamasisha vizuri sana yule mama. Yule mama ni mtumishi wa Mungu, yuko Dar es Salaam. Walikuwa wanafundisha sana na mume wake habari ya kujua neno, kusimama na andiko. Yeye alitokea kwenye familia ya Kiislamu. Unajua Waislamu wanapenda sana dhahabu. Anasema aliuza dhahabu zake zote, akanunua mabibilia kutoka kwenye Uislamu. Saa hizi ni mwinjilisti mkubwa. Akasema kwa mapato yako yote tafuta Akasema yani sisi tunakimbilia kununua dhahabu, yeye mwenzetu anauza dhahabu. Na wewe sio lazima uze dhahabu, uza hata vitenge. Nunua neno la Mungu. Kuna vitabu vya waandishi mbalimbali, soma. Kuna mafafanuzi ya neno, soma. Haya, tumepewa neema sana hapa kanisani. Mtumishi wa Mungu kila leo ana ufunuo, soma. Tusiishie hapa tukabaki tukasema tu nguvu ya nyoka inatunyonya. Saa zingine ni uvivu. Sasa si nguvu ya nyoka tunapopigana nayo inatuachia. Wangapi tumechukua hatua ya kusoma tangu tumeanza kushindana na nguvu ya nyoka? Amenyosha mmoja. Nyosha kwenye moyo wako. Na wewe, yani uwe shahidi mwenyewe kwamba haya masomo hayo tunayoandika kila siku hapa. Je, tuna muda wa kusoma? Si ndio neno la Mungu? Amen. Tusome neno. Tuwe na fellowship na neno. Tuwe na fellowship na Bwana Yesu. Maana ndio neno la Mungu, ndio pumzi. Jambo la pili, omba, zungumza na Mungu. Amesema niite nami nitaitika. Mungu anaongea kama nilivyosema, Mungu anaongea. Amesema niite nitaitika. Mungu si mwanadamu ukae umuite alafu asiitike. Anaitika tu, ila sisi hatuna subira ya kumsubiri mpaka aseme. Tunasema halafu tunaondoka. Hatumsikilizi. Halafu nasema mimi sijibiwi maombi. Hapana, hujampa Mungu na muda. Tumpe muda wa kumsikiliza. Maombi ni pande mbili, anaongea na wewe unaongea. Anakupa maelekezo na wewe ndio unaketi sasa hapo mnazungumza kupitia maombi. Amen. Hiyo ya neno la Mungu ni Yohana 1:1, utasoma pale chini. Alafu Ufunuo 19:11 mpaka 13. Na hiyo ya Mithali niliyosema ni Mithali 4:7. Kutafuta neno kwa bidii. Sasa kuomba ni Yeremia 33:3. Ni mengi sana ambayo lakini nimeandika haya ambayo Mungu amesema niite nitaitika. Ina maana kuna mabadilishano. Alafu Isaya 1:18 anasema njoni tusemezane. Njoni, ina maana Mungu anasema, si ndio jamani? Mtu anaposema njoni tusemezane, sina maana naongea na wewe unaongea. Naongea na yeye anaongea. Kwa hiyo tuende tusemezane na Mungu kwa maombi. Tuketi mbele zake kwa maombi. Isaya 43:26 inasema unikumbushe tuhojiane.
tunahojiana kwa hoja. Haleluya. Tunahojiana kwa hoja. Na yeye anatoa hoja na wewe unatoa hoja kupitia maombi. Kwa ndio namna ambavyo tunaweza kufanya, yani ndicho kitu kinaweza, yani namna ya kuketi kwenye miguu ya Yesu ni kupitia neno lake, kupitia maombi na kupitia sifa. Jambo la tatu, kupitia sifa na kuabudu. Kupitia sifa na kuabudu. Naomba Zaburi 22 mstari wa 3. Kupitia sifa na kuabudu. Asa wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kwa unapomsifu Mungu, Mungu anashuka, anakaa katikati yako. Akikaa katikati yako lazima atajifunua. Kwa msifu Mungu. Hata unapokuwa kanisani hapa, maanisha wengi sana wanapata majibu akiwa hapa. Eti jamani, tunapomsifu Mungu unashangaa hata kama ulikuja mzito. Maana Biblia inasema sifa zinavunja vunja, yani zinakuweka huru. Sifa kina Petro na Sila zinavunja magereza, zinavunja vitu vigumu. Unamsifu Mungu, unashangaa vile vitu vilivyokuwa vimekufunga, zile kamba za nira zinaachia. Msifu Mungu kwa moyo wako wote. Anatafuta Mungu atakaomsifu kwa roho na kweli. Hebu msifu, usiangalie step za mtu. Moyo ndio huwa unaongea. Unajua step zinafuata moyo, kile kinachoendelea moyoni mwa mtu. Mwingine amekuja hapa akasema, Mungu mimi nitakuchezea, ninataka nipone, mimi nitakuchezea. Kuna watu, mimi nina miadi na Mungu. Nisema Mungu, madam naishi, sitaacha kumchezea Mungu, sitaacha kumsifu. Yani ndicho kitu kwa hiyo wanajikumbusha. Nasema mbona hata kama nikija nimechoka, nasema hapana, nisema sitaacha kukuchezea. Si kucheza kucheza ni nani? Tumeambiwa tumchezee Mungu kwenye Zaburi 149. Cheza kwa vinubi. Usione kila mtu hapa ana matari. Tumeambiwa tumchezee Mungu. Watu wana mizigo, wanataka waitue mizigo hapa. Sasa wewe kama utashangaa, na unajua ukishafika humu ndani ya kanisa, jamani, hebu niwaambie, ukifika humu kakaa miezi 3 alafu kawa vile vile, utakuwa mtu wa ajabu. Ukawa vile vile kweli, usiombe kwa kelele, hata mimi nitakushangaa. Sasa huyu ni rongeni kabisa. Miezi 3-6, yani wewe uko tu, tunacheza huko tu. Umekuwa Mungu tunakuchezea wewe. Mwezi mmoja tunakupa, tunajua unajifunza. Wa pili tunasema unajifunza. Wa tatu wewe jamani, mchezee Mungu. Hapa watu wako kazini, kila mtu na business yake na Mungu wake. Wanaume wa mahali hapa wanatia wivu. Wanatia wivu. Mimi nashangaa sasa, hivi wanawake wako wapi? Wakianza alafu mwanamke tumekaa kwenye Biblia, ushaona wanawake si ndio wenye vigeregere, ndio wenye kucheza. Hata kule vijijini ukienda, yale mangoma yale, si mmewaona wanawake wale wakifanya, si wanafanyaga hivi wanawake, wanaenda kuwazunguka wale wanaume wa ngoma, Wanyakyusa wako hivi. Yani leo nimeshangaa nikasema, mliwaona walivyoongozana? Halafu yani wote wanawake kama vile tunawashangaa. Tusiwashangaa, wanajipalilia taji lao. Yani wanacheza jamani wanaume. Hongereni kwa kweli. Hongereni kabisa. Mnatifua kabisa yule moyo. Yani hata kama palikuwa pagumu. Unajua wanaume wana ile kujistahi. Lakini hawa hapa hawana. Wanamjua wanayemwabudu. Wanamjua wanayemwabudu. Sasa nimewasifia, msije mkaacha. Haleluya. Sasa jambo hili ni kumsifu Mungu. Mungu anashuka, anakaa katikati ya sifa. Akikaa haji mtupu, mbingu zote zinashuka. Hawezi kuja Mungu peke yake. Amezungukwa na wingu kule. Ina maana lile wingu linashuka. Maserafi na makerubi wanashuka. Malaika wanashuka. Watamwacha mzee wa siku peke yake?
Wanakuja, ndio maana unakuta hapa pakianza yani kumbe Mungu yupo katikati. Unacheza yani unacheza unatamani hata utambae, kumbe mzee wa siku yupo. Kwa hiyo Mungu anasema anashuka wakati wa sifa. Sifu kama vile kesho hutafika usifu tena. Si tumepewa leo? Sifu leo, imba leo, cheza leo. Hujui kesho kama utafika, mtu wa Mungu. Hujui kesho kama utakuwa hospitali au utakuwa kanisani. Sasa itumie leo yako, mchezee Mungu. Mwambie Mungu, na mimi nipo hapa, naonekana nipo Yesu, na kuchezea, niko mbele zako. Hauchezi mbele za mwanadamu jamani. Huyo mwanadamu atakuwa anaangalia wewe unachezaje. Yeye kwanza anaingilia mipaka yako. Maana sisi hapa mpaka wetu ni Yesu, kwamba yeye ndiye anione step gani zinacheza. Maana mwingine unaweza ukacheka halafu kamkosea Mungu. Si mnamkumbuka Mikali? Daudi anamchezea Mungu, yeye anacheka. Unajua kuna wakati mtu anaweza kacheza yani mpaka ukajisikia ukacheka. Kuna siku nilicheka, sijui ni nani alicheza, mpaka nikasema Mungu nisaidie, nisamee, sijui kwa nini nilifungua macho. Lakini yeye mwenzangu yuko busy na Mungu wake. Kwa hiyo mtu anapocheza anajua anachokifanya. Haleluya, amen. Kwa hiyo kaa mbele za Mungu, cheza mbele za Mungu, na Mungu anafurahi, anafurahi, anashuka. Lazima utapata kitu. Jambo la 4 ni kwamba tunaketi miguuni pa Yesu kama tulivyokaa leo. Tunapokusanyika 2 watatu, Mungu anasema yupo katikati yetu. Usiache kukusanyika. Anaweza kashuka wakati wa kucheza, anaweza kashuka wakati wa neno, anaweza kashuka wakati wa maombi, lakini kuna raha ya kukaa katikati ya uwepo wa kusanyiko wa ibada. 2 watatu wakikusanyika, yupo katikati yao. Kwa hiyo kuna wepesi, kuna namna ambayo hutatumia bidii. Unajua hata maombi tu saa zingine nyumbani yanakuwa magumu, lakini ukiingia hapa, yani hapa tunasema mimi wanasema jamani, Mungu asante. Hata kama kulikuwa kule Ngome, yani kifikaga tu kwenye kakona, nakuta tu hapa yani inamiminika na bubujika. Si ni kusanyiko? Mungu anaheshimu hali hapa. Kwa hiyo uketi katika kusanyiko, na wakati huo huo tumeketi miguuni pa Yesu asubuhi ya leo. Tunajifunza kupitia Mariam. Mariam alichagua fungu lililo jema, na sisi tuwe miongoni mwa wale wanaochagua fungu lililo jema, kukaa miguuni pa Yesu. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Naomba tusimame tumshukuru Mungu kwa neno. Hora sakataria masaya. Mshukuru Mungu kwa neno, kwa namna ambavyo umelipokea, na mwambie Mungu akusaidie kulitenda neno. Maana Mungu analituma neno ili likuponye na maangamizo yote. Baba, katika jina la Yesu, rapa kandiria basayata, raba shenderebe kosikirimando, ninakushukuru Mungu. Ninakushukuru Mfalme. Manderi kosikaya, Jessica mantorimaza. Asante Mungu kwa kutuleta kukaa miguuni pako asubuhi ya leo. Tumepokea neno lako, tumesikia sauti yako. Tunakushukuru kwa lile neno ambalo umelituma asubuhi ya leo. Asante kwa kutukumbusha, asante kwa kutufundisha. Asante Yesu, tumekuwa tayari tufanye vile ambavyo unataka kutuelekeza kama kanisa na kama binafsi. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema ya kulijua neno lako. Naomba neema ya maombi katika jina la Yesu, neema ya kusifu na kuabudu, neema ya kufika katika makusanyiko kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tupe neema ya kulitenda neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyesikia Mungu, kama tulivyoomba pale mlangoni, ya kwamba kila atakayeingia kwenye hii madhabahu asitoke kama alivyoingia, apokee kitu kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Asante mwalimu mwema, umetufundisha, nasi tuko tayari kufundishwa zaidi na zaidi katika mafuta haya ya madhabahu hii ya Kings Global Tabernacle Church, katika jina la Yesu. Amen.
Tumshangilie Mungu. Mungu ni mwaminifu, anatupenda. Basi tutaenda kumtolea Mungu sadaka. Naomba praise watoe mara moja. Alafu naomba shika sadaka yako kwanza, alafu tuombe, then utatoa.